nimeona baadhi ya viongozi wa serikali hao wakisema haya yaliyotokea na kadhalika. Pia Mungu atubariki na atupe moyo mkuu. Wengine pia walipoteza mitaji, biashara zao mbalimbali, lakini yote kwa yote Mungu awabariki, Mungu awape neema ndogo mingine ili ya kupata hiyo mitaji mingine. Bwana awape neema ya kufanya vizuri. Na yote kwa yote, naomba pia nimpongeze mzee wangu mchungaji Kitime. Mchungaji Kitime huyu ni katibu wa kanisa huu ni wa baraza la TEC. Nimpongeze. Amekuwa ni sehemu ya baraka sana. Amekuwa ni mtumishi bora kabisa. Anazungumza kwa lengo ambalo ni jema katika moyoni mwake. Nina kila sababu ya kumpongeza kwa yote anayozungumza. Amekuwa kama sauti ya Tanzania kwa namna moja au nyingine, kwa jinsi wanavyodhani ni watu wengine. Lakini sema kwamba Mungu akubariki sana mchungaji au Padri Kitime au Padri Kitime. Mungu akubariki sana kwa maneno mengi yako, yamekuwa ni faraja kwa upande wa serikali, yamekuwa ni faraja kwa Tanzania. Mungu akubariki. Lakini pia naomba nishauri, lakini pia hata siku leo nilimuona mtumishi wa Mungu mzee wangu mzee Warioba. Huyu amekuwa waziri mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia kuna maneno kazungumza kwa uchungu sana, akasema mambo mengi kwamba namnukuu, alisema kwamba watu waliouawa siku ya uchaguzi 2025 29 sio 2010 Oktoba, kwamba walikuwa ni wengi kuliko hata ya Kagera. Sasa basi hapa naomba nifundishe jambo la busara na niombe kitu kimoja kizuri. Taifa letu limepita mapito mengi. Hakuna mtu ambaye hana machozi, hana huzuni, lakini inatakiwa sasa viongozi wetu, wazee wetu, viongozi wa dini tusimame sasa kwenye msimamo wa pamoja wa kulifanya taifa kurudi kwenye faraja. Hivi leo mtu aliyefiwa na mtoto wake ukaendelea kumzungumzia habari ya msiba wa mtoto wake, ataendelea kuwa na maumivu, na ile maumivu muda mwingine yataleta chuki hata kwa Mungu mwenyewe, kwamba Mungu mambo unaruhusu. Tunajua. Lakini pia serikali nimeona kwa namna moja au nyingine inapambana sana ili kufanya namna gani ya kupata suluhisho la jambo hili. Nimeona pia kuna tume imeundwa ya jambo hilo. Mimi ningefikiri kwa kipindi hiki viongozi wa dini, Waislamu kwa Wakristo, hebu tuwe kitu kimoja kwanza, ili tuilinde amani yetu, tuimize amani yetu, ili Watanzania tusimame kwenye umoja. Ile tume ambayo pia imetengenezwa ili kufunza mambo haya, tusubiri pia majibu yake. Majibu watatuletea majibu gani? Mmepata tuli? Sasa majibu ambayo atakuja kama ni tofauti na mtazamo wa Tanzania wote, tuna kila sababu ya kuhoji, ya kulalamika, kutoa maoni hayo. Ila kipindi hiki tunapokwenda kusherekea siku ya Christmas, mimi niombe viongozi wa dini zote tusimame kuwa washiriki wa kushiriki kwa ajili ya kuitunza amani ya nchi yetu. Na kama mnavyoona mambo mengi yametendeka, mambo yamezungumzwa mbalimbali, sikuwahi kuzungumza chochote. Lakini leo naomba mjue, naanza rasmi, na tunapoelekea yako mambo mengi Watanzania myajui, mimi nayajua na nina ushahidi nayo. Haya mambo haya yote nitaweka yote bayana. Nitazungumza vyombo vya habari vitasikia, wananchi yatawafikia. Unajua kuna mambo ambayo hamwezi kujua wote, lakini naomba kwanza nirudi kwa kipindi hiki. Mzee wangu Warioba, kuna vitu ambavyo amekizungumza, of course kina uchungu ndani ya moyo wake, lakini kipindi tulichonacho hiki kisiwe kipindi sasa cha kuendelea Watanzania kututwisha mizigo. Unaelewa? Mizigo mingine ya maumivu, mizigo ya mateso, mizigo ya kutuumiza. Hebu wazee wetu tufanyike kuwa faraja. Sasa ndugu zangu, viongozi wa dini wa makanisa yote, viongozi wa dini wa makanisa yote, Roman Catholic, KKT, TAG, Moravian, wa Sabato, wa Pentecoste, yani makanisa yote na dini zote, tuungane tuwe kitu kimoja. Kwanza tuilinde na kuitunza
amani ya nchi yetu, na hakuna serikali ambayo iliyokamilika hapa duniani. Nisikilize, hakuna serikali yoyote iliyokamilika hapa duniani. Na tumeona Kongo mambo mengi yametokea, lakini nani alaumiwe? Jambo la busara, hebu tungoje wakati sikukuu ya Christmas iwe ni sikukuu iliyobeba kuzaliwa upya kwa Bwana wetu nani? Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nirudi tena kumwomba mzee wangu Warioba na mtumishi wa Mungu kiongozi wangu Father Kitime, kipindi hiki hebu tuendelee sasa kuwajoini Watanzania. Watanzania wasimame kuwa kitu kimoja. Narudia, hakuna siyejua aliyotokea. Tunajua, watu wanajua, na tunaendelea kusubiri majibu sahihi kutoka kwenye mamlaka. Maandiko yanasema hivi, kila mtu na atii mamlaka iliyopo nitakayokuwako. Kwa viongozi wa dini, nahitaji tuwe kitu kimoja. Viongozi wa dini zote tuwe kitu kimoja, kuilinda na kuitunza amani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa tu yalipotokea maandamano, kama mnakumbuka, ziko nchi zilishangilia, zilifurahi. Ina maana kumbe misiba kwa mwingine ni sherehe, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya ubwabwa, kwa ajili ya chochote. Kwa hiyo ndugu zangu ni wa Tanzania, mara nyingi nimezungumza, lakini leo ndo nafungua ukurasa wa kuzungumza. Sipo upande wote, siko upande wa viongozi wa dini, siko upande wa viongozi wa serikali, niko upande wa Mungu. Mungu ni Mungu mwenye dhamana ya nchi hii. Na mimi kama mtumishi wa Mungu nitazungumza mengi, si leo tu, nitazungumza mengi hata muda unaokuja. Kwa hiyo viongozi wa dini, yako mambo nayajua, kuna mambo jamu yajui, mimi nayajua. Na kama maumivu, wengi tumeumia, wengi wameumizwa, lakini tusichukulie kama fimbo sasa ya kuendelea kuhamasishana uchungu. Tunakumbushana maumivu, tunakumbushana matatizo. Hapana, tunatakiwa sasa hivi tuijenge na tusimamia muhimili wa amani ya nchi yetu. Unajua, haki huinua taifa, pasipo haki taifa inaangamia. Sasa basi, nirudie kwa viongozi wa dini, hasa tuwe kitu kimoja. Kwanza, tunapoelekea Christmas, mimi ni mchungaji wa kanisa la National Christian Assemblies, na ndiyo mchungaji kiongozi na ndiyo founder wa huduma hiyo. Ninapozungumza haya ninamaanisha, hebu tunapokwenda kusherekea sikukuu za Christmas, natamani kuna viongozi wa dini wakihubiri amani, wakihubiri utulivu. Natamani kuona wanasiasa wakihubiri amani, wakihubiri utulivu. Natamani kuona viongozi wa serikali wakihubiri amani, wakihubiri utulivu, kwa sababu utulivu ndio tuni yetu. Yaani Yesu Kristo akazaliwa upya kwenye mioyo yetu. Bwana apewe sifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba kwa haya mnyachukue, munifikishie kwa Watanzania, na Mungu awabariki. Kama una maswali, karibu nami nitakujibu. Niko kwa ajili yako.